Hii ni kwa ajili ya mama yangu kipenzi, pamoja na wote duniani wenye tabia kama zake. Niliolewa nikiwa na umri wa miaka 14. Tena kwa kudanganywa kwamba napelekwa shule kusomeshwa. Linda. Linda mwanangu. Linda. Sikuweza kupata fursa ya kusoma ili kutimiza ndoto zangu kutokana na ugumu wa maisha ya familia yangu. Hilo wala si laumu. Najua wazazi wangu walifanya kadri walivyoweza. Hakuna mtu mwingine unayemuhisi, maana uchunguzi kutoka kwa daktari unaonyesha kuwa hatua kama ile mtu anaifikia akiwa na msongo mkubwa wa mawazo. Naomba unisikilize kwa makini sana afande. Hili jambo liko mikononi mwako. Ninachokusihi ni kitu kimoja tu. Hakikisha kuwa ripoti ya daktari pamoja na ripoti ya idara yako zinafanana, kwamba huyu kajiua baada ya kuisaliti ndoa yake. Uko sawa mkuu. Nadhani taarifa za watu waliokuwa wanawasiliana nao mara kwa mara zinaweza kusaidia. Tunaweza kupata simu yake kwa ajili ya uchunguzi. Simu yake? Maskini mwanangu. Kumbe password iliweka mwaka wangu wa kuzaliwa. Maisha yangu ya ndoa hayakuwa marahisi hata kidogo. Sio sababu ya umri tu, bali hata akili yangu ilikuwa haijui nini maana ya mwanaume. Hivyo fikra za kitoto zilipelekea kushindwa kabisa kujihifadhi kipindi cha hedhi. Na hata nilipoulizwa kuhusu swala la shule, nilijibiwa kwa swali, kwani kwenu nani amesoma? Kwa sababu ya kushindwa namna ya kuishi na wanaume, kuna wakati mume wangu alikuwa analeta wanawake mpaka ndani chumbani kwangu, kwenye kitanda ambacho mimi naye tunalala, na kufanya mapenzi mbele ya macho yangu. Eti ananiambia ananifunza namna ya kuishi na mwanaume. Ndoto zangu zilikufa, nuru ikazima. Tumaini langu likapotea kabisa. Na hata baada ya miaka 10 mbele, baba yangu aliendelea kuamini kwamba yale ndio maisha ambayo nilitakiwa kuyaishi nikiwa ndani ya ndoa. Na sitakiwi kabisa kuyasema kwa watu, eti nitadhalilisha familia yangu. Wewe, nakuita chumbani sasa hivi. Mume wangu, leo sijisikii vizuri hata kidogo. Yaani mwili wangu wote unaniuma. Tafadhali nakuomba, naomba uniache kwa leo tu. Wow. Unatoa wapi mamlaka ya kunipangia mimi ninachotaka kufanya? Hunipi pesa, hunipi furaha, na hata hiki ambacho nimekilipia pesa pamoja na kupata ridhaa ya wazazi wako bado unataka kunipangia?
Basi nakuomba uniache nimalizie kufanya usafi wa vyombo, alafu nitakuja kuomba. Kazi yako hapa ni mimi na sio kitu kingine. Mama, mimi nimechoka haya maisha. Unamaanisha umeyakumbuka maisha ya kijijini? Kushinda na kulala na njaa, sio? Lakini mama, usiponitetea wewe, ni nani mwingine atanitetea mimi mama? Nimechoshwa na hivi vitendo mama, nimechoka. Hebu nyamaza bwana. Ina maana hujazoea tu. Mimi nimeolewa nikiwa darasa la 4. Na mpaka na wazaa nyie, sikuwahi kutetewa. Mungu wangu. Wanasema mama ni rafiki wa mtoto wake. Jiulize, wewe ni rafiki? Na je, ni watoto wangapi wameshapoteza ndoto zao kwa sababu ya kulazimishwa kunyamaza? Na je, mpaka muda huu kati yako wewe na mume wangu ni nani ambaye amepata hasara? Pole na kazi mume wangu. Sikuwa kazini leo. Kipenzi, naomba unisamehe sana. Leo nilikuwa busy na kazi, sikuweza hata kuiona simu ikiita. Usijali. Lakini cha kushangaza, wewe huwezi kupokea simu zangu, lakini mama yako ana uwezo wa kunipigia mimi. Unajua ni kwa nini? Siku zote masikini faraja yake ni kupata pesa, na akipata pesa basi anafurahi. Katoe shilingi 1,000,000 umpatie mama. Ameniambia ana shida ya chakula. Halo baba. Mama. Wow. Nasikia furaha sana kusikia mpo pamoja muda huu. Pesa nyingi kiasi hicho muomba kwa ajili ya nini mama? Si jana tu nimetoka kukutumia pesa ya matumizi. Hebu nyamaza wewe. Wewe mwenyewe ukituma unatuma visenti tu. Wote ni wanangu. Kama nina shida nisimuombe mwanangu wa kiume. Halafu miela yote wewe unataka aitumie nani kama sio sisi mwanangu? Haya mimi ndo nishaomba sasa. Urafiki kati ya mama na mtoto wake hujenga uaminifu ambao humfanya mtoto ajisikie huru kushiriki mawazo, hisia na matatizo yake bila hofu ya kuogopa kuhukumiwa.
mimi nimeamua kunyamaza ili niweze kuwa huru.